sababu kila mmoja anafahamu. Mechi imeahirishwa kwa sababu ya mvua kubwa kunyesha na maji kutuama katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Lakini kanuni iliyotumika kuahirishwa ikoje na inazungumza nini kuhusiana na mchezo huo kuchezwa tena? Lini unatakiwa kwenda kuchezwa? Ni kanuni ya 34. Ndio, kanuni ya 34 kuahirisha mchezo. Yes, na kanuni ya 38 inasema kama ifuatavyo. Ibara ya kwanza inasema mchezo unaweza kuahirishwa kutokana na sababu yoyote kati ya zifuatazo. 1.1 endapo timu ya taifa ina mchezo, endapo timu inashiriki katika mashindano ya kimataifa na ina muda usiozidi siku 3 kufikia mchezo wa kimataifa, endapo itatokea matukio yaliyo nje ya uwezo wa kibinadamu yasiyotarajiwa wala kusababishwa na timu husika. Kanuni ya 34 bara ya kwanza 3. Hii ni 1.4 kumrazi. Endapo itatokea matukio yaliyo nje ya uwezo wa kibinadamu yasiyotarajiwa na wala kusababishwa na timu husika. Matukio yaliyo nje ya uwezo wa binadamu ndio kama mvua hivyo, labda ikatokea kimbunga pale. Matukio kama haya ambayo hasababishwi na binadamu wala timu husika haijasababishwa. Kwa sababu ikisababisha timu, kanuni inaelezea kwamba timu iliyosababisha ndio ambayo inatakiwa ipoteze mchezo, kama ile ya Dodoma na Pamba ambapo umeme ulizima na ikaonekana mwenyeji wa mchezo alifanya makosa wakati wa maandalizi ya uwanja akapoteza mchezo, ndipo wakati tazi nazima ndio wanaongoza goli 1-0. Kwa hiyo kanuni ya 34 ibara ya kwanza 4 ndio ambayo imetumika kuahirisha mchezo huo endapo itatokea matukio yaliyo nje ya uwezo wa kibinadamu yasiyotarajiwa wala kusababishwa na timu husika, ambapo sasa haya matukio mtu ambaye anaweza kuyathibitisha ni mwamuzi, na kanuni ya 39:13 inaeleza hii hapa. Kanuni ya 39:13, mwamuzi wa mchezo ndiye pekee mwenye mamlaka ya kuamua hali ya uwanja wa kuchezea kwa maana ya pitch na kuruhusu mchezo kuchezwa au vinginevyo kwa mazingatio ya mahitaji ya kisheria kwa uwanja wa kuchezea, na maamuzi yake ni ya mwisho. Na maamuzi wakati wa mchezo huu wa leo, yeye ndo alikuwa mtu wa mwisho kudhibitisha kwamba hapa boli inaweza likatembea au halitembei, boli hapa linadunda au halidundi. Yeye akishamaliza, taratibu zingine ndo zinafuata na kamishna wa mchezo. Kwa ndo kanuni hizo mbili ambazo zinatumika. Ni kwanza ni ile 34 ibara ya kwanza 4 na hii ya 39 ibara ya 13. Na mechi inachezeka lini? Kanuni inatueleza vipi? Tunarudi tena kanuni ya 34 ambayo inaeleza sasa mechi ishaahirishwa kwa namna gani na inaweza kachezwa lini. Kanuni ya 34 ibara ya pili, mchezo wowote ulioahirishwa chini ya kanuni ya 34:1 utapangiwa tena katika tarehe itakayoamuliwa na TPLB, isipokuwa kama utaahirishwa chini ya kanuni ya 34:1-4. Kanuni ambayo imetumika leo kuahirisha mchezo ni kanuni ya 34:1-4. Mchezo huo ukiahirishwa utachezwa siku inayofuata au muda mwingine wa karibu zaidi kadri ya ratiba inavyoruhusu. Mchezo wa leo umeahirishwa kwa mujibu wa kanuni ya 34:1-4. Mchezo ukiahirishwa kwa kanuni hiyo utachezwa siku inayofuata au muda mwingine wa karibu zaidi kadri ya ratiba inavyoruhusu. Kwa inawezekana mechi ikapangiwa kesho au kulingana na ratiba inavyoruhusu. Kama ile ya Yanga na JKT namna ambavyo ilitokea. Yanga na JKT na dabi ile pia. Sorry tumia kanuni. Ndio baadaye mambo yakajapoa mengi. Kwa sababu ile ya dabi ni kanuni nyingine hapo. Lakini mchezo ulipangwa utachezwa kesho yake. Ya dabi mechi ilichezwa kesho yake. Hamisa, mbona no haikuchezwa kesho yake. Lakini wao walitaka ichezwe kesho yake, ndio mambo yakawa mengi. Nani alitaka? Si wao bodi. Si mnakumbuka paka Yanga akasema mechi ichezwe Jumapili. Tunakumbuka Yanga wenyewe baada tu ya mchezo kuahirishwa akasema mechi haitochezwa kesho, itachezwa leo. Kwa maana ile watu walikuwa wanasema kwa maana Simba itaka afanye mazoezi Jumamosi, Jumapili, kwa maana Simba afanye mazoezi Jumamosi ili Jumapili mechi ichezwe. Ilipokuwa ile mechi kanuni ambayo iliwapa nguvu
Ni hiyo 34, lakini ibara ya 1.3 sababu ya dharura au na yenye msingi na ukubaliwa na TPLB, ambapo hiyo ikishaahirishwa yenyewe itapangiwa tena katika tarehe itakayoamuliwa na TPLB. Ni tofauti kidogo na kanuni ambayo imetumika. Sawa, na pengine scenario namna hii inaacha funzo ya namna gani? Na of course bado kwangu bado inaacha maswali. Bila funzo. Ya, kwanza maswali kwanza, alafu na funzo. Unajua ukishasema funzo ni kwamba kwa hali ambayo tuko nayo sasa hivi kuweza kuepuka maswala kama haya, kuepuka majambo kama haya bado ni ngumu, kwa sababu hizi timu nyingi kwanza zinategemea viwanja ambavyo sio vya kwao. Hivi viwanja vyote ambavyo unaviona wanavitumia, hivi viwanja sio vya kwao. Kwa hiyo ukishasema funzo, it means kwamba ili haya sitokee, kwa sababu hichi ni kipindi cha masika. Unajua masika huwa inaanza mwezi wa 3 inaweza kaenda mpaka mwezi wa 5 wa 6. Na maana ili haya sitokee, basi kuna mawili: tuboreshe hivi viwanja, ama hiki kipindi ligi siwe inachezwa. Hiyo ni ngumu, kwa sababu huwezi ratiba ukaibananisha ratiba labda ushacheza mechi nyingi mpaka kufikia hapa machi, ni kitu ambacho ni kigumu. Na ukisema hivi viwanja labda uweze kuvitunza, wasara ni ngumu, kwa sababu hizi timu zenyewe zinakuwa hazina mandate ya moja kwa moja kwenye hivi viwanja, kwa sababu hivi viwanja vingi tunafahamu vinamilikiwa na Chama cha Mapinduzi. Kwangu mimi nina swali tu kwa TFF na bodi ya ligi, kwa sababu hichi kipindi sasa hivi tunajua tupo kwenye kipindi kigumu sana, kipindi ambacho ukiacha tu na kipindi cha mvua, ni kipindi pia ambacho ratiba zimeshonana sana kutokana na makosa ambayo wao wenyewe pia walishayafanya hapo nyuma ya kuzilea Simba na Yanga, kuzipa muda wa kupumzika, wakafanya ratiba ikawa ina congestion kubwa. Sasa hivi ndio maana unaona timu zinafukuzana hapa katikati. Tuliona kwa mechi hii ya Simba na TRA makosa ya bodi ya kwa sababu siku ambayo Simba na TRA ilitakuwa ilikuwa ni siku moja baada ya Simba kurejea nchini. Ilikuwa ni kutoka Angola ama kutoka Mali. Mechi ya kwanza ilikuwa Oktoba 30. Nakumbuka 29 kwa nini? Kwa mechi kashinda kuchezesha. Okay. Kutokana sababu za kiusalama. Na Simba walifika Tabora. Ilikuwa tashafika. Ilikuwa ni Tabora, Ali Hassan Mwinyi ya Tabora. Shafika, kila kitu kishafanya vizuri. Lakini siku inayofuatia ndio hiyo sasa kulikuwa na matukio. Mechi ya pili ndio hiyo ambayo siku moja baada ya Simba kucheza Angola, siku inayofuatia ratiba iliangukia hapo. Hiyo ikaishwa tena. Na ratiba ya 3 au siku ya 3 ndio hii ya leo. Labda cha kusema labda bodi imeshindwa kuzingatia kanuni kwa maana ya ratiba ya CAF, lakini sio kuzilea timu za Kariakoo. Kwa sababu yani mtu ametoka kwenye mechi kwa maana ametoka kwenye mechi ya kimataifa, anarudi hata ile muda ya saa 72 sijui kama umefika kwenda kucheza mechi hiyo ya ligi kuu. Au kama mtu mpati hiyo mechi aende akacheze. Hichi kitu utakiona kwenye ligi yetu na ligi ya Misri. Na Misri wao huwa kuna muda watu walaumu sana, kwa sababu mara nyingi timu zao huwa unaweza kukuta habari timu zao zote zimeweza kufika finali. Hichi kitu kaangalia sasa hivi ligi ya Morocco sio na timu. Sio na AS FAR Rabat sasa hivi inacheza robo finali. Wana Wydad sasa hivi inakwenda kucheza robo finali. Mbona ratiba yao haipo hivi? Mara ngapi tulikuwa tunaona hawa kina Mamelodi wanacheza katikati ya wiki, wanacheza weekend. Yaani kwa nini una mechi unacheza leo Jumamosi, una mechi au unacheza Jumapili, unacheza Ijumaa, tunakusubiri mpaka weekend ndio unacheza? Hapa katikati kuna nini? Kwa nini mbona wengine wanacheza? Tunaona hata ligi zingine wanacheza. Kwa hiyo hichi kitu nakumbuka mwanzo kulizungumzwa kauli kwamba hizi timu sasa hivi baada ya yale yaliyotokea last season, kwamba kwa sasa hivi hizi timu tutajitahidi ratiba hiyo inachezwa kulingana na muda pia, ili tuweze kutunza muda, lakini hicho hakikuzingatiwa. Kwa sababu kwangu hasara, unajua kuna mtu anaweza akashangaa kweli, hata kama tuna michuano ya kimataifa, lakini haikupaswa kuwe na difference kubwa hivi ya mechi. Yaani kuna muda ilikuwa JKT ana michezo mara 2 ya michezo ambao wanayo Simba, Yanga, Azam na Singida. Yaani hapo imagine hatujafikisha timu zote zimetolewa hapa. Tungekuwa tuna hata timu moja kama la season imefika finali, unajiuliza tungecheza kombe la dunia limeisha, si bado tunacheza. Kwa hiyo wao wenyewe ukiachana na kushindwa kupangilia ratiba, lakini pia hata hizi timu kuna muda wacheze. Yaani mimi sioni shida wa Stara wewe kucheza Jumatano na Jumamosi, hiyo shida haipo. Premier League tunaona kwa mechi ya Simba na TRA ilikuwa okay, haujafika. Naelewa wa Stara, naelewa. Yaani hiyo haiwezi kawa ni kulikuwa na AFCON pia. Hiyo haiwezi. Inabidi pia isimame kwa sababu ya AFCON mwezi mzima pale tumeupoteza. Unsajigwa AFCON haijachezwa Tanzania pekee, zimecheza nchi nyingi. Morocco AFCON haijachezwa. Kwa hiyo kwangu bado Morocco vipolo tupo naye sawa. Kwangu hiyo haiwezi kawa ni sababu pekee. Kwa hiyo hili jambo bado lipo hapo. Alafu cha pili, hiyo kwangu inaweza isiwe na shida sana, kwa sababu tayari ulishakosea. Umeshakosea, lazima uende kulingana na hali ambayo uko nayo.
Tunafahamu viwanja vingi vya mikoani vina shida moja hiyo hiyo. Yaani viwanja vyetu vya mikoani shida kubwa ni kusimamisha maji. Tena sio vya mikoani kwa sababu hata hapa Dar es Salaam viwanja ambavyo viko salama, labda utasema wa JKT kwa sababu ule kidogo una utunzwaji ambao ni tofauti na tunajua wana umiliki uwanja, kwa hiyo unatunzwa sana. Na hivi viwanja ambavyo vina nyasi bandia, lakini viwanja vyote ambavyo vina nyasi asilia shida yake ndio hiyo. Kusimamisha maji kuna muda kama kunakuwa labda ni jua limewaka kali sana, kwa mfano kwa maeneo ya Tabora, maeneo kama ya Dodoma nyasi zinakuwa kavu. Tunafahamu hiyo shida. Hiki kipindi cha Machi wa Stara tunafahamu shida ambavyo hivi viwanja iko navyo ni hiyo kusimamisha maji. Nakumbuka jana niko kwenye kipindi hapa, nakumbuka nilisema sijui ngoja tuone, lakini na ufahamu ule uwanja shida yake na ufahamu, na sasa hivi na nilizungumza sasa hivi Arusha kuna tatizo kubwa sana la mvua wa Stara. Yaani kama uwanja wa Hassan Mwinyi mchezo ulishindwa kwenda kuchezwa kule kwa sababu labda kuna sababu zingine, lakini sababu ambayo ilikuwa inaonekana ni sababu kuu ni kwa sababu ule uwanja ulikuwa na muda mrefu ulitoka kufungiwa, ukawa hakuna mechi yoyote ambayo ilichezwa pale. Kwa hiyo kwa kuhofia kwamba pasije pakatokea shida nyingine, kwa nini mechi isiende kuchezwa kwenye kiwanja ambacho kinakidhi vigezo vya kikanuni na tayari mechi zingine zimeshachezwa? Hiyo ikawa ni sababu. Mechi katolewa Hassan Mwinyi ikapelekwa Jamhuri, mechi ikachezwa. Uwanja ule wa Sheikh Amri Abeid wa Stara, sasa hivi niambie ule uwanja umechezwa mechi lini mara ya mwisho? Sheikh Amri Abeid ni muda mrefu. Ni muda mrefu sana umechezwa mechi imechezwa pale. Kwa kipindi kama hiki lazima kuna vitu mbalimbali wa Stara uweze kuvizingatia ili kuepuka kusogeza mchezo. Yaani ili kuepuka kulinda ratiba. Kuna vitu vya msingi ambavyo lazima unapaswa kuvizingatia. Kwa hiyo kama ulitaka bodi ya ligi wasiruhusu uwanja wa Sheikh Amri Abeid utumike kwa mechi hiyo ya TRA na Simba, kama kigezo hicho ndo kilitumika Al Hassan Mwinyi, kigezo hicho pia kilipaswa kitumike Sheikh Amri Abeid wa Stara, kwa sababu vyote si ni viwanja ambavyo vilikuwa vijatumika muda mrefu, na uwanja wa Sheikh Amri Abeid pia nao ni uwanja ambao ulikuwa ukikumbwa sana na kadhia kwa unafungiwa mara nyingi, kwa sababu ni moja ya viwanja ambavyo vina utunzwaji mbovu sana wa viwanja Tanzania. Kwa hiyo kwa kipindi kama hiki wa Stara, I don't think kama kulikuwa kuna, na ndio maana huwa pia mimi napata shida wa Stara kiukweli. Hivi viwanja tuwe wa kweli. Hivi viwanja huwa vinakaguliwa kweli? Watu wanafika pale wanakagua hivi viwanja, watu wanakagua viwanja kwa WhatsApp. Mchana ile asubuhi uwanja ulikuwa pitch ilikuwa iko sawa. Wa Stara pitch kuwa sawa sio shida. Mvua Arusha zijaanza jana, wala mvua Arusha ijaanza kunyesha leo. Mvua Arusha imeanza kunyesha sasa hivi ni kama wiki mbili, wiki tayari zimeshapita wiki tatu. Kwa sababu kuna kipindi ambacho na mvua kuanza kunyesha Arusha frequently, ile mvua inanyesha mara kwa mara muda mwingi. Ina kama siku 5 sasa hivi mvua inanyesha hivyo. Na maana tayari uwanja ukisha kuwa umefanywa ukaguzi tokea muda huo wa Stara, mvua ikisha kuwa inanyesha mvua imenyesha ni kubwa. Kwa mfano kama juzi mvua imenyesha siku nzima, watu paka kuna watu mafuriko yameingia ndani kwao. Tayari umeshajua kwenye mazingira kama yale huu uwanja huwezi kufaa kuchezewa, kwa sababu ukaguzi wa uwanja huwezi kusema wanafanya ukaguzi wa uwanja usiku huu mechi iende kacheze kesho. It means ni hali ambayo ilikuwa ni ya kujirudia ambayo inaendelea Arusha. Kwenye mazingira kama yale lazima itengeneze hofu, which labda uniambie uwanja ulikaguliwa usiku ambao labda kulikuwa uwanja ni mkavu alafu watu wakashangaa asubuhi mvua imenyesha. Kwa hiyo kwangu tutazame hapa na tujadiliane, pengine msikilizaji pia tusaidie kwa maoni kwa kile ambacho kipo. Sasa hivi situation ya Tanzania inafahamika, ni msimu wa mvua za masika unaendelea. Kwa viwanja ambavyo havijakarabatiwa katika masuala mazima ya kutunza maji, yani viwanja visitunze maji, viwanja vingapi vina vigezo ambavyo hata mvua ikinyesha vinaweza vikachezewa? Yani tuseme labda sasa hivi kwa situation ilivyo na kuepuka kusogeza mbele mechi, ratiba kubana zaidi, vikaguliwe viwanja sema labda lise 5 6 viwe vinatosha, vinakidhi vigezo, alafu hizi timu 16 ziambiwe jamani chagueni viwanja hivi mchezee, ili kuepuka hii masuala ya uwanja kujaa maji, uwanja kujaa tope, uwanja sijui kujaa nini. Viwanja gani ambavyo vinakidhi vigezo? Na kwa sababu bodi ya ligi na TFF ndio waamuzi wa mwisho wa kwamba mchezo utachezwa wapi, yani regardless wewe umechagua uwanja mchezo utachezwa sehemu fulani au la. Kwa sasa hivi viwanja ambavyo moja kwa moja havina shida, yani hauwezi ukafanya uchambuzi mkubwa sana, ni viwanja ambavyo vina nyasi bandia. Na ukitoa hapa Dar es Salaam viwanja ambavyo viko mkoani vina asili hiyo, utazungumza uwanja wa Namungo kule Majaliwa Stadium, utazungumza uwanja wa Liti wa Airtel Stadium wa Singida Black Stars. I'm not sure kama kuna uwanja mwingine wa nyasi ya bandia. Vitoa hivyo vya mikoani. Hapa Dar es Salaam uwanja wa KMC huo, uwanja wa Chamazi. Hivyo ni JKT tu include hapo kwa sababu JKT ni nyasi asilia, lakini ni moja ya viwanja ambavyo vina utunzwaji mzuri sana. Kwa hiyo wale hiyo kesi ya maji kusimama hizo bla bla za uwezo kazikuta kwenye huu uwanja. Kwa hiyo kwa viwanja kama hivi na I think pia hata uwanja wa ule wa Tanzanite kwa raha
Nakumbuka Tanzania kwa hata la season kulikuwa kuna mvua, lakini kwenye mechi ambazo zilikuwa zinachezwa kwenye ule uwanja at least ulikuwa unauona. Na kesho kuna mechi ya Mbeya City pale na Singida. Ya ule uwanja ulikuwa uko vizuri. Kwa hiyo kuna baadhi ya viwanja ambavyo kesi inaweza ikawa ni of course ni viwanja vya nyasi asilia, lakini at least I think pia ni kwa sababu vile viwanja havimilikiwi na taasisi, ni kiwanja ambacho anamiliki mtu mwenyewe. Kwa hiyo mali yako mwenyewe inaweza ikawa ni rahisi zaidi kuitunza. Kwa mfano hata uwanja wa Jamhuri juzi of course umechezwa mchezo wa Azam, ukaja kuchezwa mchezo wa Young Africans. Kidogo sikuona kama kuna shida kubwa sana kama kwenye mchezo wa Azam. Sasa sijajua kwa hali ya hewa ya Dodoma, labda mvua ilinyesha zaidi juzi ile siku ya mchezo wa Azam, then kesho yake kukaa kidogo mvua haikuwa imenyesha sana kiasi cha kuweza kujaza maji kiwanjani, lakini kwa ule uwanja at least sio mbaya, ni uwanja ambao unaweza kucheza, sababu kitu cha msingi wa Stara ni maji yasituame, kwa sababu maji yakishatuama mpira wenyewe hautembei, yani mpira kwenye maji hauwezi ukatembea. Lakini kwenye mazingira kama yale ambayo yalikuwa Jamhuri pale, at least mchezo unaweza kucheza. Hata uwanja wa Sokoine walicheza Azam walicheza na Prison pale, niliona uwanja ulikuwa pia uko vizuri. Sasa sijajua baada ya pale ulifungiwa, labda ulileta shida zaidi, lakini kwa siku ambayo mechi ilichezwa na kwa mujibu wa watu ambao wanakaa pia huko Mbeya, anasema siku ile mvua ilikuwa imenyesha, lakini uwanja ulikuwa uko vizuri. Kwa hiyo ni viwanja ambavyo nimevimention hivi vile. Sasa hii linabakia kwa watu wenye mamlaka wenyewe, kwa sababu kwa hichi kipindi wa Stara tupo kwenye kipindi kigumu, ratiba zimeshonana hapa. Sasa hivi unaangalia sisi mpaka World Cup inaanza bado ligi huku kwetu itakuwa haijaisha. Kwa hiyo sasa hivi ukisema tena labda mchezo unaahirishwa kutokana labda na sababu za uwanja, na maana tutakuja kufika World Cup na watu wameshafika hata hatua ya mtoano, kwa sisi huko kwetu ligi haijaisha, which pia hainakuwa haitengenezi picha nzuri sana. Inawezekana kutokea sababu, kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo vinakuwa vinatokea vinakuwa ni out of control, kama matatizo ambayo waliyapata last season JKT walipata na Dodoma Jiji. Vile ni vitu ambavyo hauwezi kuvicontrol. Kwa hiyo vile vinaweza vikatokea vikawa havipo kwenye vinakuwa viko nje ya uwezo wako, vitakufanya uahirishe mechi. Lakini kwenye sababu hizi za viwanja wa Stara, kwa sasa hivi binafsi sitamani mechi iahirishwe kwa sababu eti uwanja hauchezeki. Na pia mechi na viwanja pia vinatumika vya Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo yani unachotaka kuzungumza sasa hivi kama bodi ya ligi wanatoka kutoa tamko, kwa maana mechi itachezwa kesho kutwa au itachezwa Mei, Aprili ama Juni, uwanja usiwe Sheikh Amri Abeid. Of course yani uwanja kwangu hapana. Kwa kipindi hiki hapana. Kwa sababu ule uwanja, imagine hata kipindi tu cha jua kiangazi tu kawaida, ule uwanja unakuwa na kesi nyingi sana za kufungiwa. Au kama hichi kipindi cha masiko, of course kimetokea kitu ambacho mwenyewe nilikitegemea. Kwa hiyo kwangu nafikiri ni issue ambao wanaweza pia wenyewe wakakaa na hizi clubs wakaangalia namna gani ambavyo wanaweza wakajaribu kutafuta mazingira ya kuifanya hii ligi sasa hivi isiwe tena ngumu, iwe nyepesi, angalau ratiba zisishonane sana, kwa sababu huwezi kumchezesha mtu leo na kesho, lazima atahitajika